nimepata nafasi ya kuja kuzungumza nanyi, tukizingatia ukweli kwamba wilaya hii ni yetu. Sisi ndio wenye uamuzi wa mwisho kuhusu mambo yote yanayotuhusu hapa wilaya. Kwa hiyo tumekuja kwenu ili tuzungumze kwa pamoja, tufikie maamuzi ya namna gani tunasonga mbele kwa hatua zenye uhakika na kujihakikishia maendeleo kwa watu wetu. Yapo mambo kadhaa ambayo yamenisukuma kuja kuzungumza nanyi, ikiwa ni pamoja na ile hamu ya kutaka kujua wenzetu mnaona na kufikiri nini ambacho tunaweza kukifanya kuwaondolea vikwazo ili muweze kwenda mbele kwa haraka zaidi. Zote mimi nawaambia, hamu yangu kubwa ni kuwaona matajiri wengi hapa Newala, ni kuona kila mmoja anafanya shughuli yake halali kwa njia rahisi na anapata mapato yake halali kwa ajili ya ustawi na maendeleo yake. Hii ndio hamu yangu kubwa siku zote. Lakini nimeendelea kuona shughuli zetu za biashara katika wilaya zinazorota. Nimesoma katika taarifa ya mamlaka ya kodi, inanionyesha kwamba wako baadhi ya wafanyabiashara wametoa taarifa ya kusimamisha kidogo shughuli zao za biashara, kwani hali ya mapato sio nzuri. Mazingira haya yamenisukuma nije nikutane nanyi tupate nafasi ya kuzungumza. Nimedokezwa na mtu kwamba wenzangu walibahatika kuona UTV, kuna mfanyabiashara mmoja alilalamika kwamba kuna changamoto hapa. Nilisikitika kwamba hakuniambia, lakini wakati wowote changamoto yoyote inayowahusu na mimi inanihusu. Tuambizane, tusaidiane kutatua, ili ikitushinda tupige kelele kwa pamoja. Kwa hiyo ndugu zangu, leo nimepata nafasi hii adhimu ya kuja kuwasikiliza. Lengo kubwa ni kuwasikiliza, lakini pamoja na kuwasikiliza na mambo mawili matatu ya kuyasema kabla. La kwanza, tunakumbuka changamoto tunazozikabili hapo wilayani. Toka nimeingia mwaka 2021 yako mambo makubwa ambayo kwetu hapa Newala yalikuwa ni changamoto. Nakumbuka siku ya kwanza nimefika, nilipata nafasi ya kwenda katika msikiti mmoja pale karibu na stendi pale. Baada ya sala nikaombwa niwasalimie waumini. Nilipozungumza nao tukamaliza, wakati natoka akina mama wakawa wametoka kule nyuma, wote wamekuja kunisubiri hapo mlango. Kauli walioniambia kina mama wale ni kwamba, mheshimiwa, fanya yote unayoyafanya, lakini tuna tatizo la maji. Hili ndilo tatizo. Kauli hii huwa siisahau daima, ninapotembea, ninapolala, nikiamka nakumbuka tatizo la maji. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na washukuru sana viongozi wetu kwa jitihada kubwa ya kupambana na tatizo hili. Mheshimiwa Rais ametupa huu mradi wa shilingi bilioni 84 ambao kwa hakika ulipaswa kuwa umeshakamilika na tunatumia maji yake. Lakini changamoto mbalimbali zilizoibuka hapo katikati zikafanya matumizi ya fedha makubwa zaidi kwenda kwenye mambo ya dharura, hasa baada ya uchaguzi mkuu, ndio zilizofanya mradi huu ukawa kama umesuasua. Lakini tayari fedha zimepatikana na wataalamu wako kazini hivi sasa. Hamu yangu kubwa ni kuona Disemba mwaka huu tunapata maji salama ya kuaminika na ya kutosheleza katika wilaya yetu yote ya Newala. Tulikuwa na changamoto ya pili ya barabara. Kama mnavyojua, wilaya yetu haikuwa imeunganishwa na wilaya yoyote duniani kwa kiwango cha lami toka dunia imeumbwa. Hali hii ilifanya gharama za usafiri na usafirishaji kuwa za juu, na ukifanya gharama hizo kuwa za juu, maana yake hata bidhaa zitauzwa kwa bei ya juu. Kwa hiyo watu wetu wameendelea kupata tatizo hilo la kununua bidhaa kwa bei ya juu kutokana na changamoto hii. Tulipiga kelele
kama ilivyo ada. Waheshimiwa wabunge walishughulika hapa na pale, hatimaye Mheshimiwa Rais akakubali kututengenezea hii barabara ya lami kutoka Mnivata mpaka Masasi kwa kiwango hicho cha lami kwa zaidi ya bilioni 238. Nashukuru kwamba hali inaendelea vizuri. Hapo katikati ilisuasua kidogo, lakini haikusuasua kwa sababu ya fedha, ilisuasua kwa sababu ya changamoto za mkandarasi na watu wake. Lakini baada ya kushtua kidogo, mliona ziara za mawaziri kadhaa zimepita hapa, hali ikabadilika na hatimaye na sasa mnaona kazi inayoendelea. Mungu akijalia, ndani ya wakati tupate barabara nzuri itakayotuwezesha kusafiri na kusafirisha bidhaa zetu kwa haraka, kwa uhakika, kwa usalama na kwa bei nafuu.